Siria msukure, Siria msukule, Siria kandani ya moyo hawezi sikika. Siria kweli mapenzi ni mdudu sikia, hakikungata usikia. Wewe una familia yako na mimi nina familia yangu. Nimekuita hapa kwenye hili baraza. Kwa nini sisi tunamwarifu Mungu tunavikosea vitabu vya dini, vitabu vitakatifu vya Mungu? Sisi hii dunia tunapita, si chochote. Tumetoka kwenye udongo na tutarudi kwenye udongo, hatutoki hapo. Sawa, mimi naomba nikwambie jambo moja, mzee Msisiri. Mimi ndio mnyangalio halisi kutoka Boza, Kairo, Misri. Ukiangalia kushoto unakuta sehemu moja inaitwa Kuruti, ndio nilipozaliwa mimi. Hii michezo yako ya kitoto unatuletea kwenye familia yetu, hapa umeshindwa kufanikiwa, hapa umefeli. Sijui kama unanielewa. Mimi nimekueleza kwa heshima tu, kumbe na wewe si chochote, si lolote, huna chochote. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Hiyo maiti yenu ilikuwepo ndani kabla sisi hatujazalilika, mtazalilika nyinyi. Nakwambia, ina maana unatutisha, si ndio? Si unatisha, ndio nakueleza hali halisi ilivyo. Basi sawa, tutaona. Haina shida. Kuona tu. Kuona? Haina shida. Haina shida. Usije kumbuka. Mimi nilifikiri wewe ni mtu mwenye busara, mwenye hekima, kumbe si chochote, ndevu mzigo tu. Ndevu mzigo, huna chochote. Ina maana mimi mdevu mzigo? Siria msukure, Siria msukure, Siria msukule, Siria msukule, Siria msukule. Chinunga, hapa mambo yameshaharibika. Hapa mambo yameshaharibika. Mambo hapa si salama kabisa kabisa. Inatakiwa sasa hapa muondoke. Tena nakutuma nenda kawaambie na wenzio. Mkuu kasema hapa si mahala salama, tuondoke. Msichelewe. Sitaki niwapoteze. Sitaki niwakose. Pameharibika hapa. Hali ya hewa ishachafuka sasa. Vurugu vurugu. Umenielewa? Sawa mkuu, nitafanya kama ulivyoniagiza. Kazi kwako. Ndugu zangu, hatimaye Pita sasa, hatima yake imeshafikia. Wahenga walisema usiposikia la mkuu uvunjika guu. Sasa ndo haya Pita ndugu yangu amekuta. Jamani, tusiongelee ya Pita tu. Vijana tunaisha. Kikubwa tuwe makini. Maana tujui nani anafuata kati yetu. Maana tujui nani anafuata kati yetu. Ni kweli ndugu yangu. Ila inavyoonekana kwa sasa
baba una mjukuu, wana furaha ya kutosha. Furaha? Furaha ipi unazungumzia wewe? Alikuwa kitumbua kishengi ya mchanga, alafu nazungumzia masuala furaha? Jamani, hizo habari zishia hapa, tupike tu story nyingine. Ndugu zangu, hilo nalo neno, wacha kwanza mimi nifike nyumbani, au mnasemaje? Sawa kabisa, ila sema nini, usikose kuja na ule mzigo nilokuahidi. Ndugu yangu, nimekwambia nakuja maskani, au niamini? Nakuamini ndugu yangu. Basi wewe tutakutana maskani. Fresh. Afu kiwai bana. Haina noma mwanangu. Na goli langu kumbuka. Wewe nini wewe? Dada, naomba mnisikilize kwa umakini kabisa. Hili jambo tulilianzisha, ugomvi tuliutafuta na hawa washirikina, hili ni jambo gumu. Hakuna anatupenda sisi katika familia yetu. Sijui mnanielewa? Nakuelewa kaka, lakini tunajikinga vipi wakati sisi wenyewe wengine hatuna lolote tunalolijua katika ulimwengu wa kiza? Sawa, inatakiwa tufanye majambo matatu hapa. Cha kwanza, tupate kinga ya kutulinda sisi wenyewe. Cha pili, hili jambo liwe la siri yetu. Sio kila mtu tunamhadisi tu kwa sababu yupo katika familia yetu tunamhadisi. Hiyo sio kweli. Tufanye liwe la siri ili tumzindue mtoto wetu ndani ya siku 7. Arudi katika afya yake ya kibinadamu. Mnanielewa? Mkubwa, mimi nimekuelewa. Na mimi nakuahidi kwamba hii siri tutaificha, kwani natamani kumwona mdogo wangu akirudi tena kuishi kama kawaida, kwa sababu alikuwa na ndoto zake kubwa za maisha. Kwa mimi kama kaka na urithi niloachiwa na baba, kwamba nihakikishe mdogo wangu anakuwa katika malezi bora na anatimiza ndoto zake. Mimi nitasimama kama baba kuhakikisha mdogo wangu anatimiza ndoto zake. Kwa baba mkubwa, mimi nakuahidi tutaificha siri kuhakikisha kabisa mdogo wetu anarudi katika hali yake ya kawaida. Kweli sasa hivi umekuwa na hata familia tukikuachia, nadhani utailinda na utahifadhi. Hilo ni jambo kubwa katika familia yetu. Umenielewa mwanangu? Haya kaka, sisi tunakutegemea wewe. Sawa, tumwachie Mungu. Mungu ndio kila kitu. Huo ndio mti mkavu usiochimbwa dawa. Subirini, nitawaonesha. Siri ya msukure, siri ya msukure. Afadhali tulivyokutana, maana nilikuwa nakutafuta kwa muda mrefu sana wewe mdada wewe. Kwa lipi hasa mpaka ukana hamu ya kuonana na mimi? Hivi wewe unajikuta nani hapa mtaani mpaka unaharibu maisha watu wengine? Unajivisha cheo cha umungu au shetani au na udugu na Israeli mtoa roho? Eti tuambie tujue. Wewe mdada wewe, sipendi mazoea na watoto wadogo. Kaa mbali na mimi. Sijakufuata kukuomba ushoga wala urafiki. Alafu hivyo vyo unavyonipa ulikuwa hapa kipindi nakabidhiwa au? Hata iweje kweli ndio nishakwambia, na utakuja kufa kifo kibaya sana na wakukuzika hakuna. Wewe endelea na wewe uchawi wako. Wenzao wanarisima gorofa, wewe unarisima tunguli. Jione kwanza sura baya, mtoto mchawi mkubwa wewe, mbwa wewe. Sipendi mazoea na watoto. Kaa mbali na mimi. Jione kwanza. Hey! Huku uchawi tu na bado. Siri ya msukure, siri ya msukure. Nuksi tu. Siri ya msukule, siri ya msukule, siri ya msukule. Mbona umeamua maamuzi magumu kiasi hicho bila kufikiria kesho yako, kwamba sisi ni wa Mungu na kwake tutarudi? Umelisahau hilo James? Najua siwezi kueleweka na yoyote kati yenu, ila naomba ibaki hivyo kwa sasa, maana hakuna njia yoyote ya kuweza kumsaidia mdogo wangu zaidi ya hii niloiamua. Ninachokuomba kipenzi changu ni wewe kuwa upande wangu.
Sawa, mi nitakuwa upande wako, ila mpaka pale utakaponiambia ni kipi kinachokufanya uwe katika hali hiyo. Jenifa, mdogo wangu hajafa kwa mipango ya Mungu, bali kwa mikono ya watu. Yaani namaanisha we, usiniambie unamaanisha nini kusema hivyo? Mdogo wangu kachukuliwa kichawi, kwa maana nyingine kachukuliwa msukule. Nimekwambia wewe kwa sababu nakupenda, na naomba siri hii usimwambie mtu yoyote, kwani yoyote utakaweza kumwambia tayari utakuwa umechangia kumpoteza mdogo wangu. Ila kwa sababu nakupenda, nimeamua kutoa siri ambayo sikupaswa kuitoa. Naomba iwe hivyo kipenzi. Sawa, hamna shida, mimi nitakuwa upande wako. Nashukuru kwa hilo kipenzi, nakupenda sana. Hata usikira rate anafanya moyo uende mbio, akisimama utembei kokote. Siri imebeba mambo mengi sana, inafanya watu wengi wanaumana. Siri inafanya watu wengi wanarogana. Siri imebeba mambo mengi sana, inafanya watu wengi wanauana. Siri inafanya watu wanarogana. Siri ya msukure, siri ya msukure, siri ya msukule, siri ya msukule, siri ya msukule. Zubeda, we Zubeda, we mjukuu wangu. Zubeda, mbona unaonekana una huzuni, unatoa mchozi? Mjukuu wangu, kwani kuna nini? Naiona hatima yangu sio nzuri babu. Watu wameanza kuniogopa, marafiki wamenitenga, nipo mwenyewe sasa. Naomba nisikilize mjukuu wangu, hayo ni mapito tu, hayo ni mapito tu. Tukishaliweka swala letu vizuri na likakaa sawa, hao wote watakuwa wafuasi wako. Hao utawaongoza kama unavyoona TV na remote, utawalimonti mjukuu wangu. Hivi sasa katika falme hii wewe ni malkia ajaye. Haina haja kumwaga mchozi, acha kumwaga mchozi. Malkia wewe. Kweli babu? Ina maana nikiwa malkia sitodharaulika tena? Huwezi kudhalilika tena, na nataka nikuhakikishie utakuwa kama rais kwenye nchi. Utaogopwa na kila mtu, utaheshimika na kila mtu, na utafanya utakavyo. Nisikiliza migadi yako. Zubeda, futa mchezo wako, acha kuhuzunika. Kama nilivyosema, ni mapito, lakini baadaye yatakaa sawa. Tukishamaliza mambo yetu tutakaa sawa. Umenielewa? Ndio babu. Umenielewa? Sitajimbia tena, sitaji uhuzunike mbele yangu. Nitajisikia vibaya sana. Mimi tegemeo langu ni wewe katika hizi shughuli. Moyo wako kama utarudi nyuma, utanipa wasiwasi hata mimi katika maisha yangu. Atwende kupumzika na jibu wangu mpenzi. Tukapumzika. Siri ya msukule, siri ya msukule,
siri ya msukule.